Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa taarifa zetu. Vyombo vya habari vya Irani ikiwemo kituo cha Telegram cha televisheni ya taifa ya Irani vimechapisha taarifa ya jeshi la wanamaji la Islamic Revolutionary Guard Corps. Katika taarifa hiyo, jeshi la wanamaji la IRGC linasema kuwa meli mbili MSC Francesca na Epaminondas zimepelekwa katika maji ya Irani kwa ajili ya ukaguzi wa mizigo, nyaraka na vitambulisho vyao. Inadai kuwa meli hizo zilikuwa zinafanya kazi bila idhini na zilifanya ukiukaji mara kadhaa, huku zikituhumiwa kujaribu kuondoka katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa siri. Jeshi la wanamaji la IRGC pia limeonya kuwa linafuatilia kwa karibu shughuli zinazoendelea katika mlango huo wa kimkakati wa Hormuz na limeapa kuchukua hatua kali dhidi ya wanaokiuka sheria. Katika taarifa hiyo hakukutajwa meli ya Euphoria ambayo iliripotiwa awali ikishambuliwa pia siku ya Jumatano. Huo swali ni kwamba je, Marekani inajiandaa kuchukua hatua gani dhidi ya Irani? Kutokana na kufungwa kwa internet, kuna taarifa chache zinazopatikana kutoka ndani ya Irani. Maandamano ya mitaani yanafikiriwa kupungua kwa kiasi kikubwa baada ya msako mkali wa serikali, lakini mvutano bado uko nje ya mipaka ya nchi hiyo, na baadhi ya wachambuzi wanaangazia uwezekano wa hatua za Marekani. Maafisa wawili wakuu wa zamani kutoka idara ya ulinzi wa Marekani Pentagoni katika mahojiano na BBC Persian wanasema bado Marekani inatafuta la kufanya. Kulingana na tathmini yao, idara za usalama na jeshi la Marekani zinakabiliana na maswali magumu. Moja ni kutokuwa na uhakika kuhusu kitakachotokea baada ya shambulio la Marekani. Pili, kushindwa kwa Marekani kutabiri matokeo ya kisiasa kutokana na vitendo vyake vya kijeshi katika eneo hilo. Ni baadhi tu ya maswali yanayowakabili washauri wa kijeshi la Washington. Wanasema kutokuwepo kwa waandamanaji mtaani na kutokuwepo kwa ukandamizaji wa Teherani, hatua za kijeshi zitakuwa ngumu na zenye changamoto kwa Washington, ingawa mtindo wa kufanya maamuzi wa Donald Trump umeonyesha unaweza kubadilika wakati wowote.